Bwana mtazamaji wa Makweme Sports kokote pale ulipo, kumbuka kwamba sakata la Yanga na TFF pamoja na bodi ya ligi lililopelekea dabi ya Kariakoo kuahirishwa ya tarehe 8 bwana linaendelea kuchukua sura mpya, na Yanga wamehisi kwamba kuelekea mwishoni mwa ligi huenda TFF pamoja na bodi ya ligi wakapanga tarehe nyingine ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa tarehe 8 Machi. Sasa baada ya kushtukia jambo hilo, Yanga wamefaili kule CAS, wameandika barua kule kwenye shirikisho lile au mahakama usuluhishi kwa masuala ya kimichezo CAS, wakiwataka CAS kwamba wawape maelekezo TFF pamoja na bodi ya ligi wasije wakapanga tarehe ya mchezo mpaka shauri lao lisikilizwe. Sasa kupitia Salamba TV bana, nimeona interview ambayo ameifanya Dominic Salamba, ambaye huyu ni mchambuzi wa masuala ya kandanda hapa nchini Tanzania. Analifafanua hili jambo kwa kina kwa namna ambavyo anavyolifahamu. Twende tukamsikilize tujue kwamba ni nini kinaendelea kati ya Yanga pamoja na CAS kwa ujumla. Hii ni Makweme Sports. Usisahau kusubscribe na kugonga alama kengele, maana sisi ndio michezo. Sakata la Yanga dhidi ya TFF pamoja na bodi ya ligi linaendelea kuchukua sura mpya. Lingine ambalo ni kubwa, kwa sababu wakati shauri alijaanza kusikilizwa tayari shirikisho nao walikuwa, kwa sababu bado kulikuwa kuna maamuzi mengine yote ambayo yametolewa. Wao ndo waliweza kuahirisha mchezo kupitia bodi ya ligi, na kwa maelezo yao kwenye barua mchezo ungeweza kupangiwa tarehe nyingine baada ya uchunguzi kuweza kukamilika. Kwa hiyo pakawa na sintofahamu, tumeweza kushuhudia mpaka leo tarehe ikiwa hakuna na ligi inaelekea mwishoni. Yanga wanazungumza kwamba wana mechi 3 zimebakia mkononi, sawa, ambazo wanazo, huku mechi Simba ikiwa sio sehemu hizo mechi. Kwa hiyo ikatokea hofu fulani kwamba inaweza ikaja kutokea ikatangazwa mechi, sawa, mechi iweze kuchezwa huku shauri likiwa bado halijasikilizwa kule CAS, na Yanga wakaingia katika damage nyingine, kwa maana sasa utakwenda kugomea kitu ambacho tayari kimetangazwa na ukiwa na kesi ya msingi. Kwa hiyo Yanga wakaamua kufaili kitu kinaitwa stay execution, kwa maana kwamba kuzuia. Wakaandika barua nyingine au ombi lingine kwa upande wa CAS kuwaomba kutokuruhusu kutolewa kwa ratiba yoyote itakayohusu mchezo kati ya Simba na Yanga mpaka pindi ambako kesi ya msingi ambayo Yanga walikuwa wameifungua dhidi ya shirikisho na bodi ya ligi na Simba kuweza kuwa imetolewa maamuzi. Kwa maneno mengine, Yanga wameenda wamesiliba uwezekano wa kutangazwa tarehe nyingine ya mchezo. Naomba unielewe hapo, si kwamba wako tayari kucheza, lakini hawako tayari kucheza mpaka pale ambako kesi yao ya msingi ambao wameifungua CAS itakapoweza kutoa maamuzi. Kwa hiyo kisitangazwe kitu kingine chochote kinachohusiana na mchezo namba 184 hadi pale ambako CAS watakwenda kushughulikia hilo shauri. Hasa kwa sababu tayari ni kesi rasmi. Unajua watu wengine walikuwa wanafikiri sakata labda ni story ambazo zilikuwa zinaendelea. Ni sakata rasmi ambalo lipo na ni kesi kweli ipo na kesi namba ipo na wahusika wote wamesha respond katika hii kesi. Sawa? Kwa hiyo maana yake sasa uwezi ukafanya maamuzi mengine wakati kesi iko mahakamani. Hata katika hali ya kawaida tunagombea kiwanja, sawa, tuombea kesi mahakamani. Kwa hiyo hakuna mwenye haki na kiwanja kwa kipindi hiko mpaka pindi ambako mahakama itakwenda kutoa maamuzi yake. Kwa hiyo uwezo ukasema kesi iko mahakamani alafu unaendelea kujenga. Yanga ameomba, sawa, ufanuzi. Yanga ameomba ameomba aweze kupewa alama 3. Yanga wameomba, sawa, bodi na shirikisho waweze kujiangalia kwa baadhi ya maamuzi, alafu unakuja bodi hiyo ambayo iliweza kuzuia mchezo iwe tena na uhalali mpaka wanakwenda mahakamani, kwa maana hii mahakama ya usuluhishi ya kimataifa ya michezo CAS. Maana tayari wamekosa kuwa na imani na baadhi ya tafsiri, wamekosa kutokuwa na imani na kamati na maamuzi yao walioyafanya, ndasi wameenda kusiki msaada mbele zaidi. Kwa hiyo kuendelea kufanya maamuzi mengine itakuwa ni kwenda kinyume na matakwa ya kisheria. Ndio ambacho tunachotaka kuzungumzia hapa. Kwanza kuzungumzia mchezo ambao umeahirishwa
na baadhi ya mmoja wa wachezaji wa huo mchezo kupeleka faili za kuto kutambua mchezo, na tayari ukiangalia statement ya klabu ya Yanga kupitia kamati ya utendaji ya Excom walishatoa msimamo kwamba wao katika msimu huu hakuna mechi nyingine ya namba 180. Na unajua hizi mechi zinakuwa zinapewa namba kwenye kila mechi 121 ngapi. Kwa hiyo ile ikifika namba ndio mchezo usiku unaweza kuchezwa. Mechi namba 184 ilikuwa ni mechi kati ya Yanga dhidi ya Simba ambayo haikuweza kuchezwa kutokana na sababu ambazo shirikisho au bodi ya ligi wao waliona zina mashiko baada ya kuwa wamepokea malalamiko kutoka klabu ya Simba kutokana na kile ambacho kimetokea. Kwa hiyo klabu ya Yanga wakaja wakatoa statement. Lakini pia tulishuhudia kuona wanachama na matawi mbalimbali nchi nzima yakitoa statement kuungana na kauli ambayo sawa, yani kwa watendaji yao walikuwa wameamua, kwa sababu unapozungumzia wale wajumbe wa Excom ni wajumbe ambao wamechaguliwa na mkutano mkuu sawa, AGM ya klabu ambayo inakuwa imeweza kukaa. Kwa hiyo kuzungumzia hiyo mechi inakuwa ni kuwakosea klabu ya Yanga ambao wao tayari walishatoa msimamo. Kitu pekee ambacho tunaweza kuja kujadili ni majibu ya kasi. Baada ya majibu ya kasi ya kuweza kuzungumza whether Yanga walikuwa wana haki ya kuendelea kutaka mchezo au Simba alikuwa na haki ya yale ameyazungumzia au shirikisho walikuwa na haki ya kuahirisha mchezo, ndio tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kujadili kile ambacho kitakuwa kimezungumziwa. Lakini tukianza kuzungumza huo mchezo, manake tunawakosea Yanga na kuona kwamba wao tayari wameshashindwa hata kabla ya shauri kuweza kusikilizwa mahakamani.